Eh, siku leo tunataka kuongea kuhusu lesbianism. Tutaongea kuhusu lesbianism, ama ukipenda all people have done wrong. Hiyo ndio tutaongea siku asubuhi ya leo. Na tuombe kidogo. Mungu Baba tusaidie. Tutakacho nena kwa hii Biblia na kiwe cha kweli, na kitusaidia kwa moyo zetu na nafsi zetu, ili tupate kuendelea mbele, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu tunaomba na kuamini. Okay, tunataka kuiongelea kuhusu neno hili inaitangwa mtazamaji, tulikuwa tumefika wapi? Tulikuwa tunasema hii mambo yote unaona mwanadamu anapitia mashida ya chakula, mashida ya kukaa vibaya, mashida ya magonjwa, mashida ya ndoa, mashida ya familia, mashida ya kuchukiwa, mashida ya kujidharau, mashida ya kuona kana kwamba dunia imefika mwisho, mashida ya kuona kana kwamba hakuna Mungu. Sasa nataka msikize ile sababu inasababisha Mungu atuondokee. Na ndio maana, na hakuna kitu baya mtazamaji kama Mungu akisema ameangusa hasira kwa nchi ama mahali uliko wewe. Ni uchungu mkubwa. Utaona mambo ikienda hivi lakini hujui nini inasababisha ni kwa mahali hapa, ili tuelezane nini inasababisha Mungu mwenye nguvu akasirike. Na huyo ndio usaidizi wa mwanadamu. Akikasirika, maisha ya mwanadamu inaharibikia hapo. Sasa tegeni masikio mzuri ili tusome hili neno ambayo Mungu mwenyewe amesema niliongee hapa. Uko kwa Facebook, uko kwa YouTube, uko kwa whatever ile kitu ambayo unatumianga. Nataka usike kwa makini. Tuongee kuhusu hii tendo hii ambayo ni chafu hata mbele za Mungu. Machoni pa Mungu ni chafu. Ni tendo chafu ambayo hata mwanadamu, hata wewe mwenyewe ukisikia mtoto wako anafanya hii tendo, wewe mzazi, kulingana na ile maisha mtoto umemlea, muingiza kwa Mungu, ajue Mungu, lakini anafika mahali anaona Mungu sasa si mtu. Lakini tuelewane hapa, Mungu si mwanadamu. Wewe ukidhania Mungu ni mwanadamu kama wewe ndiye aliumba. Yeye anaishingi milele ya kufangi. Na ndio maana alileta Yesu huku duniani na akamfufua kwa wafu. Nani Kenya hii ashaifufuka? Ni mchawi mgani ashaifufua mtu? Ni mchawi mgani? Ni pastor mgani ashaifufua mtu akaishi? Yesu tumeambiwa tutafufua wafu, lakini ni mgani amefufua mtu akaishi? Sasa sikiza vile kunaendelea. Hiki tunaongea watu wamekosa, yani watu wote wamefanya dhambi. Hivyo ndivyo Mungu anasema. All people have done wrong. Na ndio title yake ni lesbianism. Tuanze. Na tunaanza na Romans 1:18. Romans 1:18. Hiyo ndio tunaanza nayo. Na tunaanza na 18. Sikiza mtazamaji. Ati God shows his anger. God shows his anger from heaven against all the evil and wrong things that people do. Unaona? Mungu ametuma hasira zake huku, amezituma kutoka mbinguni huku ardhini kwa wale watu ambao wanafanya mabaya. Watu wamefanya mabaya, watu wameasi Mungu. Ndio maana tuko hapa tuongelee maneno. Watu wameasi Mungu, watu wamesababisha Mungu akasirike, na hakuna mwanadamu yoyote ule anaweza kustahimili vita vya Mungu. Juu Mungu, nimewaambia tena watazamaji, Mungu sio mwanadamu kama mimi, kama ule mwingine. Hata ukiwa na pastor ako na mafuta gani, hata ukiwa na mtu ako na nguvu gani, hata ukiwa na mtu ako na tajiri mgani, ako na afya gani, hakuna mtu anaweza stahimili vita vya Mungu ama hasira za Mungu. Hakuna hata mmoja. Ndiposa Yesu alikuja aliteremka kutoka hapa dunia hii tunaishi, ili awezaga kuchukua dhambi hizi. Juu hakuna mtu anaweza simama mbele ya Mungu. Hakuna Mungu msafi mbele ya Mungu. Ni mmoja tu, na ndiye mtoto wake. Ndio maana alitumana akaambia mtoto wake akuje akufe msalabani ili watu wasamehewe dhambi. Na ndio maana anasema ameteremsha hasira zake huku ulimwenguni kwa wale watu ambao wanafanya mabaya. Kama unajua kuna mabaya unafanyaka, usiombe Mungu kitu hawezi kukupea. Kama unajua huamini Mungu, uko na mambo yako ya dunia hii, wewe kibizana na mambo ya dunia.
Jua kuna vile mnaweza sikiana na Mungu kuna vile mnaweza sikiana na Mungu kwa mambo yako ya dunia na unasema ati ya kuwa Mungu mko pamoja. Hakuna vile unaweza elewana na Mungu ukiwa na mambo yako ya dunia. Pelekana na mambo ya dunia, kibizana na mambo ya dunia. Ndio maana ukienda ukisema uko wa Mungu na uko na mambo hii, Mungu anasema ameteremshia hasira kwake, utajiona papaya. Tuelewane hapo mtumio wa watazamaji. Dunia hii Mungu amefanya hasira zake akaziteremsha ulimwenguni kwa mtu ambaye anafanya dhambi. Wewe mtu ambaye unadanganyana, wewe mchungaji, unasema uko na mafuta. Wewe pastor ambaye kila wakati unasidaga ukidanganya wafuasi, uko na mafuta. Na unajua kabisa hii mafuta sio ya Mungu. Wewe uanga unapotosha watu njia zisizo za kweli. Na wewe mwanadamu kazi yako ni kuroga watu. Wewe mwanadamu kazi yako ni kukibizana na maisha ya watu ili walipie watu maisha yao. Sikiza sasa, ile hatari iko hapa. Tumeambiwa kwanza Mungu anatuma hasira huku ulimwenguni kwa wale watu ambao, na hasira za Mungu nimesema tena, hakuna mwanadamu yeyote yule ukilaaniwa na Mungu, hakuna anaweza sababisha anaweza rudisha hiyo kitu reverse. Ukilaaniwa umelaaniwa. Mungu akichukia unachukia kwa na ulimwengu wote. Ukijiona wewe kana kwamba unajua kuna mbele ya Mungu hakuna kitu unakuwa unajua. Alafu unasema namna gani? Ndio maana tumeelewana hapo. Mungu anatuma hasira kwa wewe hapo kabisa unajua unatenda dhambi. Sasa sikiza vile nasema. Their evil lives hide the truth. Mambo yao yale mabaya yanafichaga ile ukweli. Na kwa nini ukweli ni mgani? Mimi niko hapa nimwambie ukweli. Ninamwambia kuhusu Mungu anasema tufanye hivi, tufanye hiki, tufanye kazi hii. Mungu anasema muache hii kitu na wakanya. Ndio hata mimi alinikanya nikasikia. Ndio maana alinipea ufunuo ili niwaze kuwasaidia. Muache kusida mkidanganywa na watu. Nawe unaambiwa usijui mume wako ndoa yako iko hivi, kwa hivyo watoto wako wako hivi. Omba Mungu ndio anaweza rekebisha ndoa. Ndio maana nimekuja hapa kusema nini? Muache kuambiwa mabaya ya hivyo. Lakini sikizeni ukweli ambao unatolewa. Muache kukibisanaga na mambo mabaya. Wanadamu, tuelewaneni hii. Ukisikiza mambo mabaya, uanze kuona kana kama mambo mabaya ndio mazuri kuliko yale mazuri. Unafichwa mazuri, unaongelewa mabaya. Angalia huyu mtu anaongea kuhusu nini? Juu hivyo ndivyo Roho anasema. Anasema wanasema their evil lives hide the truth they have. Maisha ambao wanakaa wanaficha ukweli ambao wanajua. Na mtu kabisa anajua mzuri, hata mimi nikiwa hapa, nikuja hapa niwaze kuwapotosha kwa Facebook wale wananijua. Nikuja hapa niwaze kuwaambia sijui niko hivi na hivi, lakini ukweli si uko vile. Ninajifanya mimi ni mzuri, lakini mimi ni muovu kabisa. Ndiposa ninasema namna gani? Fuata geni ukweli ndio utamseti fili. Wewe unataka kazi, fuata tu ukweli. Na ukweli ni Biblia hii. Sasa tunafuti sana ndio tupate kujua shida hii Mungu imesababisha akasirike hivi ni nini. Ninaongea kichwa tulisema ni lesbianism. Hiyo ndio tunaongelelea. Ndio niwaoneshe dhambi ambazo zimeingia dunia. Dhambi hii ni baya. Ni dhambi mbaya mbeleni kwa machoni kwa Mungu. Mungu aliumba mwanaume kwa mwanaume. Yaani Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Lakini hakuna vile aliumba mwanaume kwa mwanaume. Hakuna vile aliumba mnyama kwa mwanamke. Sikiza hapa tuelewane. This make God angry because they have been showed that he is like. Nasikia? This make God angry because they have been shown what he is like. Imesababisha Mungu awe nini? Mungu akasirike sababu wanaoneshana vile Mungu alivyo. What he is like. Imesababisha iko message ya namna gani? This make God angry because they have been shown what. Wanajua Mungu wako namna gani. Yaani tumesema namna gani hii tulikuwa 19. Mungu amekasirika juu watu wanajua Mungu ni nani. Mungu ni nani? Wanamjua lakini wataki kuongelea kumhusu. Wanajua Mungu atakaje hii. Wanajua Mungu anasema usidanganyane lakini wanawaambia mfanye hivyo. Wanamjua kabisa ni nani. Lakini hii imemsababishia Mungu akasirike juu. Yes, God has made it clear to them. Unaona? Mungu ameiweka bayana, ameiweka mzuri kabisa akaonesha kilia ni kumaanisha nini. Biblia iko, mnasoma mnaambiwa Mungu ni nani. Roho Mtakatifu yuko, mnaambiwa Roho Mtakatifu ni nani. Mnaambiwa Mungu hataki dhambi, hivyo ndio kilia ya maneno.
vile Galatians inasema, Galatians 5:19 ndivyo inasema hiyo mambo yote. Usitukanane, wacha kuenda kwa nyimbo ambazo zinaibwa mambo mabaya, wacha wivu, wacha nini. Hiyo ndio mambo iliyoko. Galatians 5:19 inasema namna hiyo. Tuelewane hapa. Hivyo ndivyo inasema. Mnajua nasema namna gani? Mungu ameiweka bayana clear, mpate kujua hivyo. Mungu ndivyo anasema. Alafu inasema namna gani? 20. There are things about God that people cannot see. His internal power, all that makes him God. Angalia. Kuna mambo wanadamu waoneshangui. Juu Mungu anakuwa spirit. Utaoneshwa jina hii sarakasi wanadamu wanafanya dunia hii. Na tunaambiwa Mungu ni msafi. Yesu alituambia chochote kinaendaga kwa Mungu lazima kiwe kitakatifu. Ndiposa anasema namna gani? There are things about God people cannot see. Uwezi ona Mungu. Uwezi ona mambo ya Mungu kama hujaokoka, kama hujaingia laini za Mungu, uwezi ona. Na ndiposa ninasema namna gani? Ile zinatabisaka aonekane ako na nguvu. Juu Mungu wa nguvu, Mungu ako na nguvu. Haya. Tumesema namna gani? Internal powers and all that make him God. Internal powers, nguvu za Mungu zile zimamabisha awe Mungu. Kuguruma kwake, ghadhabu zake, hasira zake, yani ile kitu anazofanyia dunia hii ndio mjue ni Mungu. Watu wamevichwa. But since the beginning of the world, pale mwanzo wa dunia ndio Genesis. Inasema namna gani? Pale mwanzo wa dunia ndio Genesis. Those things have been easy for people to understand. Yani hapo kwa Genesis, ukisoma kuanzia Genesis 1 kuteremka, imewekwa bayana muelewe vile dunia iliumbwa, vitu viliumbwa. Hiyo sasa ndio unasikia internal powers, uwezo wake vile inakuaga. Vile ile kitu sababisha awe Mungu. Alitenganisha dunia na ardhi na mbingu, akazitenganisha. Akaumba wanyama. Hivyo ndivyo ilivyo pale sasa Genesis. Vile alisema kuwe na kukawa. Hivyo ndio internal powers zake, nguvu zake zile zinasababisha ajulikane ni Mungu. Mvua inanyeshanga na watu wajui inatokaga wapi. Upepo inapigananga na watu wajui inatokaga wapi. Ndipo sasa nasema pale Genesis imewekwa vizuri ili watu wa understand tunaongelea kuhusu Mungu gani. Huyu aliumba mbingu na ardhi, huyu aliumba mwanadamu, huyu aliumba wanyama, huyu anayepea watu salvation ya kweli. Huyo ndio tunaongelea kuhusu God, mwanzo na mwisho, Alpha na Omega. Huyo ndio tunamuongelea. Na ndivyo nasema hapo kwa beginning ameiweka kila mtu wote understand. They are made clear in what God has made. Unaona? Yani imewekwa kwa Genesis clear. Ndio watu wajue Mungu aliumba nini. Ile kitu juu hakuna mwanadamu yote yule ashawayumba mtu, hata shetani watu wanaabudu saa hii. Vitu yake ni ya saa hii. Lakini wakati shetani amekuondokea, kubaliana na mimi brother, kubaliana na mimi kaka yangu, sister, mother, father, wewe uko mahali hapo. Hakuna kitu shetani aliumba dunia hata aliviona vikiwa vimeumbwa ni kunyakua. Alinyakua juu kama shetani anaka mali, hakuna mtu anaweza abudu shetani. Anaka nguvu zake hazirasti, ni za saa hiyo. Wakati huo unaona kana kwamba ni saa hiyo, inakuwa ni saa hiyo, lakini Mungu zake zinakaa mpaka utoke duniani hii. Kama vile aliambia Ibrahimu, utakaa na amani na utazikwa na amani. Hivyo ndivyo alimwambia, na ahadi za Mungu ni za milele. Akikwambia kitu inatimika. Sikiza sasa, inaambia namna gani? They are made clear in what God has made. Imekuwa clear, so people have no excuse for their evil doings. Angalia watazamaji, hakuna siku utasema mimi huko niambia nisiue. Hakuna siku utaniambia mimi sikukujua. Hakuna siku utaniambia mimi sikukufia msalabani. Hiyo yote iko hapo, ndio nasema. Kwa hivyo hauna excuse kusema Mungu nisaidie, mimi sikujua. Mungu mimi hakuna kitu kama hiyo nilijua. Ulijua juu iko hapa anasema. Utamwambia hukujua, ulijua. Uliambiwa tesemu baba yako na mama yako ili uishi duniani, ulijua ndiye muumbaji wa kila kitu. Kwa hizi vitu zimo duniani. Unajua hata waleo waka wanaongea mvua inanyesha. Yeye ndiye anasababisha kunyesha. Yeye ndiye analeta jua asubuhi, usiku giza inaingia. Nani mwingine anafanyaga hivyo? Hakuna Mungu mwingine duniani ila ni mmoja tu, na ndiye Mungu Baba.
na akona mwanawe Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani, na ndiposa uongee na yeye juu yeye ni spirit. Lazima uwe umeokoka, upewe Roho Mtakatifu, huyo spirit, Holy Spirit aingie ndani yako ili mcommunicate na yeye. Mambo ya Mungu ni mazito, lakini ni mepesi kwa ule mtu ambaye atasikia vile ninamwambia hapa. Tusaidiane. Hata mimi sikuwa ninaijua, nilijua hata mimi nikasoma nikajua Mungu ni nani, anataka namna gani, anataka nifanye nini. Na mimi sasa vile nilivyo, ninamshukuru kwa kuwa alinionyesha steps zake. Ndio maana namshukuru. Sasa niko hapa na mimi nikusaidia wewe ambao unafanya hiki kitu ninaiongelea recipe. Nikuonesha hakuna mahali unaenda, uelekei mahali ni shida tupu. Utahangaika dunia hii ukose kuamini. Wewe ambaye unaroga kabisa, wewe ambaye unachukia watu, chukia. Wewe ambaye uongelesei wazazi wako, watukane kabisa, fanya vile unafanya. Lakini siku yako itafika, ole wako. Hii hasira za Mungu zitakuangukia wewe. Tuelewane hapo, sikiza. Sasa tuko 21. People knew God. Mnamjua lakini mnajifanya hamumjui. Mnamuacha, mnakimbilia mambo ya dunia hii. Ndipo sasa anasema mnamjua. Haya, mnamjua afu mnafanya nini? But they did not honor him as a God. Angalia. Mnamjua lakini hamumtambui kama Mungu. Yeah? Mnamjua lakini hamumtambui kama Mungu. Hivyo ndivyo inasema. Unamjua lakini humtambui kama Mungu. They know God but they did not honor him. Ukikataa kumtambua Mungu, dunia itakuwa mzuri kwako. Ndugu, acha nikwambie. Ukikataa kumtambua Mungu, hakuna dunia itakuwa mzuri kwako. Utakuwa na mashida ya dunia. Kazi utaweka inaisha. Hakuna siku utakaa na amani kwa ndoa. Yes. Hakuna siku utalea watoto wakusaidie. Mtambue kama Mungu, mweke useme wewe ndiye Baba. Wewe ndio Mungu wangu. Wewe ndio kila kitu. Hakuna kitu mimi naweza fanya bila wewe. Siwezi kaa na amani bila wewe. Afya ni wewe unanipea. Yani unamwambia maneno mazuri. Unamuona kama Mungu. Alafu unasema namna gani? And they did not thank him. Hata kama amekufanyia kitendo gani, hakuna shukrani. Wewe unaona kama ni wewe unaweka biashara, unaona kama ni wewe umejisaidia, unaona kama wewe ndio umeweka hiyo biashara iwe vile ilivyo. Wewe unaona kama kuna watoto wazuri, unaona kama ndio maana hata mumheshimu, mupei shukrani. Unasema ni nguvu zako. Kupea Mungu shukrani ni kusema na Mungu, ni kusema Mungu asante kwa chakula, Mungu asante kwa ndoa. Hiyo uthanike God kwa ile kitu amekufanyia, mshukuru. Alafu inasema namna gani? Their ideas were all useless. Unakuwa na maarifa mazuri lakini kwake anakuhesabia bure kabisa. Na kukuwa na mafikira hiyo, unasikia anasema ideas zako ni kama gani? Wewe unaona, unasema biashara utaweka na biashara inafaulu. Unaona kama ni wewe umesema basi hiyo biashara iwe hivyo. Kwake anakuhesabia mtu bure. Na nimekwambia ndugu, tukianzia pale, hakuna kitu baya kama Mungu akikukasirikia mwanadamu. Utaisha dunia hiyo ukose kuamini. Hiyo kazi unajiringia watu nayo, hiyo kagari unajiringia watu nayo, hiyo maisha watoto unajiringia watu nayo, hiyo kudharau wale watu unaona kana kwamba nilikwambia, nikawaambia video nyingine kwamba hakuna, wacha kujiona unakaa mzuri, unaona kama uko na kichwa, yani wewe ndio mzuri sana duniani. Awao wengine sio watu. Wewe ni mwanadamu na utazikwa kama mwanadamu. Uwe pesa na pesa, kaburi na upako gani, kaburi ni pale pale. Siku ya hukumu tutasimama sote, kila mtu aandaliwe, kila mtu aache kusomewa mambo yake alikuwa anafanya duniani. Kwa hivyo tukueni serious na mambo ya Mungu. Wale watu wanajua Biblia, tuache kupotosha wengine, tafsiri vile ilivyo. Tuache kusidakia mahali pamoja pesa na tukanyi watu mambo hivi. Tuache kusidagia mambo yote pesa, lakini tuwabii watu mambo hii ya Mungu vile Mungu anasema. Tuache kusida tukisema utabarikiwa. Atabarikiwaje na wanafanya mambo hii? Atabarikiwaje unasema ataolewa? Aolewe aje na ajui Mungu vile anasema hapa? Wacha kusema atanunua hiki, anunue aje na aone Mungu, amheshimu, amrudishie shukrani. Unadhani itakaa aje hizo vitu? Tukaende serious na mambo ya Mungu. Tutafsiri Biblia kulingana na vile imeandikwa. Wacha kuongezea kisomo yako hapo. Iliandikwa na wale waliandika, sasa sisi tuistafsiri vile inastahili.
wa kusikia asikie. Ndipo Mungu anasema mnamo gani, wewe niliweka kilia. Kwa hivyo utakuwa na mambo ya kusema mimi si kuambiwa. Ndio maana niko hapa niwaelezee mambo hii. Niwaambie Mungu anasema tukae hivi, tuache hiki, kula hiki, wacha kukula hiki, fanya hii, wacha kufanya hii, tembea huku, wacha kuenda huku. Hivyo ndivyo tunaambiwa, ndio maana tuko hapa. Unaona watazamaji, imesemekana namna gani? Their ideas were all useless. Sasa niambie, ukiwa na idea fulani, kama unataka kufanya kitu fulani, alafu kwako Mungu aseme your ideas ni bure. Bure kabisa. Kumaanisha idea zako zinakujaga hiyo kisomo. Hata hiyo kisomo tuseme uwe nawe, inahesabiwa ni bure kwake. Your ideas are useless. There was not one good thought left in their foolish minds. Angalia. Hakuna chembe hata moja kwa akili zako, thoughts zako imewachwa ya maana. Kuna thoughts zako kila wakati zinafikiria kama mabaya. Foolish minds. Wewe unafikiria tu bure kabisa, unakuwa bure. Yaani hakuna kitu, una mwelekeo wa maisha. Yaani kuna kitu chako unaweza fikiria kizuri. Your thoughts was not one, hata kachembe kamoja hivi kazuri kwa kichwa. Wewe unakifikiria tu, unakaa unafikiria kesho nitaenda wapi, kesho nitafanya nini, nitaenda bashi wapi, vijana na wasichana, nitaenda bashi wapi, nimegojewa wapi, nitafanya nini. Ideas zako hakuna mahali unakuaga unaweka Mungu. Ndio maana mnaambiwa aje, foolish minds. Tuko hapa tusaidiane, juu hata mimi nilisaidiwa na huyu Mungu. Ndio maana aliniambia niwasomee mupate kujua mahali tunaelekea, nini inawakula, nini dunia imeharibika hivyo, nini inaendelea duniani hii. Sasa ndio maana hapa tutengeneze njia hii ili Mungu aturehemu. Uwepo wa Mungu utukujie, atutumie uwezo wake. Sasa tuwe tunaona mambo yake, ili hata ukienda kwa pastor yoyote ule utakaye kwenda kwake, umwangalie, uwe na jicho ya kumuona huyu mtu anasema nini, anahubiri nini, anaongea kuhusu nini. Ndio nimewambia, si yuko hapa niwaambie tupate gari, tuishi mzuri, tuishi maisha mazuri. Kwanza nataka uogope Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi. Umuogope. Ukimuogopa, haki nyingine atakupatia. Umuogope. Kumuogopa ni kuogopa mtu vile unaogopaga shetani. Juu wengi wanaogopa shetani hata kuliko Mungu mwenyewe. Na Mungu ndiye mbaya hata kuliko huyo shetani, juu ndiye alimuumba. Sikiza. Haya. 22. They said they were wise. Mnajifanyaga nyinyi ni wajaja sana. Na tuisomo yenu hii ndivyo mnaambiwa. Sikiza. Mimi hii Biblia naitafsiri kulingana na vile ilivyo. Vile nimeambiwa ni tafsiri, mimi ndivyo naitafsiri. Ninaongozwa na Roho wa Mungu. Juu mimi ni Kamau. Lakini mimi saa hii mimi ninaongozwa, sio mimi ninaiongea hii maneno. Juu kama ni mimi Kamau singeweza kutafsiri Biblia. Sasa ninaongozwa vile ninawaambia. Mnasemaga nyinyi ni wajaja, mnasoma mnadhania mko wajaja kuliko Mungu. Mnajifanya mambo yenu nyinyi, mko na mambo yenu nyinyi mnajua. Mnajana kujifanya you are wise. Hapo nasema namna gani? Inasema 22. Mnasemaga nyinyi ni 22. They said they are wise but they become fools. Kisomo yako Mungu anahesabiaga bure, ndugu yangu, kaka yangu, mama yangu na baba yangu. Ujaja hii unajiona uko nayo, Mungu anahesabia bure kabisa, bure ya bure. Hapo unaona kana kwamba umejifikisha. Unaona kama ndio umejifikisha hapo uliko sasa. Mungu anakuhesabia bure kabisa. Hiyo waisi yako anaifanya bure. Anakufanya mtu bure. Hebu imagine uko umesoma, uko umefanya mambo yako yote, umekuwa na mabiashara zako kwa Mungu, kwa ajili hakuna uone Mungu pale. Tulisema but they are not honoring God as a God. Unaona, ukataa kumuona kama Mungu, anakuhesabia bure kabisa. Kukufa utakufa tu kama mtu kama tu ule mtu ule tajiri wa Lazaro. Ule wa Lazaro. Ilienda namna gani? Alienda akaona kana kwamba utajiri wake ndio utamfikisha mbinguni. Waacha nikwambie, na hiyo ujaja yake na hiyo raha zake za dunia, alienda motoni wa milele. Lazaro akaenda kulala kwa kifua cha baba yetu Ibrahimu. Ujaja hiyo ndio tunaambiwa kuhusu hapa. Sikiza mzuri sana. Alafu namna gani sasa tuko 23. Inasema instead of honoring the divine greatness of God who lives forever, they trade itself for the worship
of idle things made to look like a human. Yeah, yes, instead of mumuheshimu greatness. Unajua great ni mtu mkubwa. Tunaongea kuhusu mtu mkubwa, mtu ambaye huwaka wanadamu wote. Hata je, uko na kisomo gani? Uko na utajiri gani? Uko na nini? Unaongeaka na yeye uko unapiga magoti, hata ikiwezekana unalia akurehemu dhambi zako. Huyo tu ndiye anaweza kusamehea dhambi duniani. Hata uende wapi, hakuna mwanadamu anaweza kusamehea dhambi, ni yeye mwenyewe. Ndipo sasa anasema nini? Na sasa anasema namna instead mumuhone heshima, honoring him, na ukubwa wake huu, utukufu wake wa mbingu na nchi hii tunayoishi. Mnaabudu vitu ambavyo vinatengenezwa na mwanadamu. Mwanadamu huyu anafanya namna gani? Mwanadamu huyu yani kama mimi niko hapa sasa ninawahubiria, unanihona mimi mwanadamu, na mimi ninangojeka na kufa. Hivyo ndivyo tunaelezewa. Wacha kunihona mimi, hona Mungu mwenye enzi, Mungu Yesu Kristo ambaye alitumwa hapa duniani. Heshimu yeye. Alisema usipoheshimu mtoto wake au hata yeye mwenyewe umemkana. Lazima upende Yesu Kristo ndio upende Mungu. Huwezi penda Mungu ukose kupenda mwana. Huwezi penda mambo ya dunia na upende Mungu. Lazima ufuate vitu mbili. Kama ni dunia ni dunia, kama ni Mungu ni Mungu. Mungu si wa kuchanganywa wanadamu. Sikizeni, tuko hapa tusaidiane. Si yuko mzuri sana mimi vile. Mimi tu ni mwanadamu, hata mimi nitaweza kucheka nilikufa kama vile Biblia inasema. Lakini afadhali nife nikiwa ndani ya Mungu kuliko kukufa nikijua kama maneno hii ninayoyajua hapa nikose kukusaidia wewe ukufe tu uelekee kuzimu. Kuzimu mnaambiwa iko, lakini mna kama ni mzaa. Au nasema namna gani? Unaona? Inasema worshiping idols, things made to look like a human who get sick and die. Yeah? Ndio. Nisianze hapa kukwambia uabudu hili moto. Nisianze kukwambia mimi uniabudu. Mimi ninakufaka, mimi sikai huku duniani, mimi ni mwanadamu. Mimi tu ni ule mtoto wa Mwora Kamau. Mimi niko na damu, ukinikata hapa niko na damu na nyama, lakini Mungu ni spirit, kumaanisha hakufi, hazeeki, hahojeki, anakaga milele. Ndipo sasa mnaambia namna gani? Mnaabudu vitu ambavyo vimetengenezwa na mwanadamu ambaye huwaka anagojeka na anakufa. Hivyo ndivyo kunaambiwa. Wewe uko mahali pale, sikiza nikusaidie. Wacha kuona kana kwamba kuna kitu ambayo mwanadamu anaweza kukupea duniani. Ile kitu mwanadamu anaweza kusaidia nayo, ule mtu ambaye amemwagiwa mafuta ni akusomese vile mimi nakusomesa. Usike hii ushike hiyo, ndio inaweza kukusaidia. Usimamage na uiwache juu tunaendelea na kitu litago. Sasa mahali hii ujumbe nilikuwa kulingana na vile niliona, kuna mtu niliona mahali anasema lesbianism ni mzuri. Sikiza sasa, tuko hapo. Sikiza, tuko hapo. Mnaabudu vitu vya dunia hii. Mnaabudu mwanadamu ambaye anasimama pale kwa jukwaa. Anakuambia eda uwe mtu, unaenda unaua. Anakuambia eda uzini na unazini. Anakuambia oa huyu unaoa. Anakuambia kula hiki unakula. Mwanadamu si wa kuabudiwa. Wacha nikwambie mwanadamu huyu mwenzangu. Sikiza hatari. Mnaabudu nini? Wanaabudu ndege, wanaabudu wanyama na wanaabudu nyoka. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Mungu anasema abudu Yesu Kristo na umwabudu yeye. Hawa wawili, watatu wachana naye, kuna watatu duniani. Yesu alisema chochote mtakachotaka muniitishe nitamuletea. Mtumie jina langu kwa baba. Baba ni mgani? Si baba yako ule yako nyumbani. Tunamuongea kuhusu mwenye enzi huyu aliyekupea huyo baba. Ndio ninaongelea kuhusu hapa. Nyoka unaambiwa utaabudu nyoka ikupee pesa. Unaambiwa nyoka utaabudu ikupee maisha. Nyoka ikupee nini na ililaaniwa? Nini nyoka inakupea? Ililaaniwa. Ililaaniwa na ikaambiwa namna gani? Ule mwanadamu atakaye kuona atakugoka kichwa, kumaanisha ililaaniwa. Mungu alisema itakuwa ikitembea bila miguu. Na nyoka ni shetani. Sasa ndio tunaongelea.
Wanyama hawa munaweka kwa nyumba, munaweka ndege huko na ni ndege za utajiri. Sikiza vile Mungu sasa, na Mungu amekasirika. Mungu anasema muachane na makosa hii mnafanya, mugeuke. Dunia sasa ni kusha inaisha. Mwanadamu nimewaambia mzuri sana, mwanadamu sio wa kuabudiwa. Hata kama pasta tuko hapa. Juu Yesu alisema namna gani? Yoyote yule atakayepotosha, hata mimi nikiwapotosha, nimemwagiliwa mafuta niogee hii. Hata mimi mwenyewe nikiwapotosha, nitakuja kuwekwa kisiagi kwa siku, na ghadhabu yangu itakuwa ya uchungu hata kuliko mwanadamu wewe wa kawaida. Kwa hivyo acha nikwambie ukweli hapa. Juu mimi sitaki kukosa kugawa utukufu wa milele na milele juu ya mambo ya dunia hii. Wacha niongee tu ile kitu iliyo hapa ya ukweli, ndio mimi nipate kugawa uzima wa milele na milele, na nisiwapotoshe wanadamu. Na hakuna haja nikwambie ukweli ati utabarikiwa na hakuna kitu umetenda. Ina hii mambo unatenda hapa ndio unatenda, hakuna kubarikiwa iko hapo. Acha nikwambie. Haya, tuko 24. People wanted only to do evil. Fanya tu maovu wewe. Wewe kibizana na maovu. Kibizana na raha za dunia. Wewe wacha kusikiza mama yako. Uwa wazazi upate pesa. Roga watu wakue kwa barabara wanafanya mambo hiyo yote, unaona ufurahie upate pesa. Potosa watoto wa wenyewe kwa njia ambayo unadhania wewe, potosa tu. Wewe watoto wa wenyewe bagi wewe wasimu. Abia watu Mungu hayuko, endelea tu na hiyo mahubiri. Endelea tu na kuambia watu waabudu nini, wewe endelea. Lakini sikiza. So God left them and let them go their sinful way. Hapo mkuagi na Mungu sasa hapo ndipo tuko. Usiwahi sema uko na Mungu na unafanya mambo hii. Hii mambo ya kukupotosha mwanadamu, hii mambo ya kuroga wengine, kurahani wengine, kuua wengine, kupea wengine madawa ya kulevya, kupotosha watoto wanasoma wanakuwa bure, kuharibu ndoa za watu, kukunywa bagi wewe kila wakati, wewe kudhulumu familia yako, kukaza kusikia mama yako, kufanya mambo yote unasikiaga yale mabaya dunia hii. Kuenda manyimbo hii ambayo inaenda kuibwa matabia baya, manyimbo ambayo haina mwelekeo. Mambo mabaya ambayo isaidii dunia hii ya Mungu tunaishi. Wewe mtu wa kukibizana na mabaya, endelea. Haribia watu biashara zao. Halikuwa sana watoto vile mumeona vile watoto wanakaa. Wewe unaabudu pesa, abudu, weka vinyago kwa nyumba yako. Omba shetani kabisa bila kumuacha. Tutaona kama huyu shetani atakugawia uhai. Mutakojeka dunia, ndivyo Roho anasema hapa. Mutaharibikiwa na maisha. Mutakuwa watu hata sijui. Sababu ya kukosa kumupia heshima huyo mwenye enzi. Naonea watu huruma. Mungu anasema aje? Juu ya kukosa kusikia maneno yake, anasema amewaacha. Sasa muendelee na mambo yenu ya duniani. Roho hayuko hapo, Yesu hayuko hapo, na Mungu hayuko hapo. Fanya mambo yako na mwili na roho yako vile unataka kufanya. Mimi kulingana na vile namfahamu huyu Mungu, ninamjua, na vile huaga mimi uhusiano wangu naye vile unakuaga, ninamjuaga. Sasa mimi siwezi potoshwa na mtu duniani. Ninamjua mzuri sana. Inasema namna gani? And so they become completely immoral and use their bodies in sinful way in with each others. Yeah. Hey. And so they become completely immoral and use their bodies in sinful ways with each other. Niliwaambia tunaongea kuhusu kitu inaitagwa lesbianism. Hiyo ndio tulikuwa tunaongelea kuhusu. Nimetaka kutoa pale ili niwalete vizuri sana, niwaoneshe dhambi zile wanadamu wanafanya, ili niwatatulie hii kitu. Mahali niliona hii kitu niwatatulie, na hata huyu ambaye anafanya hii akisikia hivi vile nasema hapa, ang'oke aondolewe hapo na Roho Mtakatifu. Awache kufanya hivyo, hiyo kitu wanafanya, ang'olewe. Roho amtoe hapo na damu Yesu Kristo, juu ndiye anaweza kumtoa. Sisi wanadamu hakuna kitu tunaweza. Yesu mwenyewe mwana wa Mungu ndiye anang'oanga watu.
ndiye anakuondoleaga ugonjwa, ndiye anakusababisha ukae maisha mazuri. Lakini wanafanya namna gani? Wanafanya completely immoral used their body in sinful way to each other. Kuingiliana sasa ndio hiyo. Tunaingiliana hapa tunaongea. Ile mwili ulipewa precious body. Umepewa mwili mzuri na Mungu, umwabudu, umuinue, umtukuze. Their sinful way. They trade the truth of God for a lie. They trade the truth of God for a lie. Wewe uziwa uongo, uziwa ukweli wa Mungu na unauziwa biashara. They trade the truth of God for a lie. Ni kumaanisha namna gani? Sasa siku hizi mnauziwa ukweli wa Mungu, mnauziwa inakuwa ni uongo. Na ndio mnafanya, mnataka kuambia mambo ya uongo. Hivyo ndivyo sasa ilivyo. Wewe unapenda kuambia mambo ya uongo. Sasa wanakuuzia hiyo uongo ndio wape pesa. Na hapa tunaongea kuhusu mapasta sasa. They trade the truth of God for a lie. Mnauziwa sasa, mmeanza kuuziwa, ni biashara. Sasa Mungu amekuwa kazi Mungu sasa, mambo ya Mungu sasa ni biashara. Inakuwa ni ukweli najua, lakini ikifika kwenyu anawageusia. Kumaanisha akifika kwenyu anawatafsiria Biblia vile isivyo. Mnadanganywa ili mtoe kutoa. Ana kabisa mnaambiwa msiue, lakini atapita njia nyingine hapo, hataki kuwaambia, anataka kuigiza uongo. Kwa hiyo kapati hiyo unasikia inaambiwa haya. Inasema namna gani? They bow down and worship the thing God made instead of worshiping who made those things. Abudu mwanadamu. Sasa tuko hapo tuko abudu wanyama instead of worshiping God. Muna worship na munainamilia zile vitu Mungu aliumba. Ndizo wanadamu saizi munainamilia. Kutambua nani? Kutambua pasta huyo. Ati pasta akipita mahali sasa watu wataongea. Ati sasa unaweka kakitu kwa duka kakufanyie kazi. Hiyo vitu hiyo kadege yako unaweka hapo. Hiyo nyoka unafuga hapo. Huyu mwanadamu anakupea uchawi, uharibu watoto wenyewe, huyu unambow down. Watu wameingilia hii mambo ya Illuminati juu ya pesa. Unaabudu pesa wewe mwanadamu. Instead of worshiping God, unaabudu mtu aliyeumbwa na Mungu mwenyewe. Pastor ako hapo akuonesha njia ya mbinguni. Ako hapo akuambie Mungu anataka tukae namna hii. Pastor hayuko hapo kuabudiwa. Na mtu ambaye anastahili kuitwa baba ni mmoja, nimesema pale mwanzo. Ni Mungu mwenyewe. Yesu alikuwa anamuita baba akiwa duniani. Akasema anaenda kwa baba akatuachia kazi. Na ile kazi alituachia tufanye. Tuombee watu, tufuze watu, tutichi watu. Lakini hakutuachia mambo hii tuanze kuiuza tuifanye kama biashara. Na tena hakutuachia mambo hii tuanze kuabudiwa na wanadamu. Wanadamu anapiga magoti aabudu nani? Munajiita majina kubwa. Wengi wao mnabeba mnafanywa sarakasi na mwanadamu ambaye Mungu aliumba. Ndivyo Mungu anasema. Mnakosa kumpigia magoti na ndiye anastahili kupigiwa magoti, mnakimbilia mambo ya dunia. Sikiza sasa hatari itakuwa. Worship things Mungu aliumba. Kumaanisha ni worship, unaabudu mwanadamu, unaabudu nyoka, unaabudu mnyama, unaabudu miti, unaabudu sanamu, unatengeneza vitu zako kwa nyumba unaabudu, wewe unaabudu mwanamke, wewe unaabudu mtoto, unaabudu mume, unakuwa unaabudu vitu hivi Mungu alivyoviumba. Judi alivyoviumba hivi vitu mnaabudu. Unaabudu zile vitu Mungu aliumba. How comes uabudu vitu Mungu aliumba bado uabudu yeye mwenyewe aliyoziumba, ambaye kuna uwezo wa kuziua na kuzimaliza kabisa zitokomee pale. Judi kuna uwezo wa kuzimaliza kabisa, ndiye aliziumba. Akona uwezo wa kuzimaliza hata akitaka leo hii. Hiyo kitu unaabudu kutoka mahali huko ikuta hakuna. Ana uwezo wa kumaliza hata huyo pastor ukimwabudu. Juu alimweka hapo na akamuumba.
Mimi siko hapa tu nifurahisha watu, ama siko hapa tu tucheze. Niko hapa kuyatoa maneno niliambiwa niongee na Roho anayaongea niwatumie nyinyi msikie. Ule ambaye yote anafanya haka kitu haka, anaendeleza haka biashara na akawache, apate kuona utukufu wa milele. Mungu si wa kuchezwa na yeye wanadamu. Mungu si wa kupigwa biashara. Uwezi piga Mungu biashara. Uwezi piga Mungu biashara. He is the one who should be praised forever. Amen. He is the one who be praised forever and ever. Amen. Sikiza niwafunze kitu moja hapa. Ukiwaona mtu yoyote yule anakwambia abudu kitu, usiwakubali. Kama unataka kuona utukufu wa milele na milele na ugavio uzima na Mungu na Mwana Roho Mtakatifu, Mungu akusaidie muoge yake na Mungu. Mungu akusaidie ufunzwe mambo ya uroho na Roho Mtakatifu. Ufunzwe mambo ya ukombozi ya Mungu na Yesu mwenyewe. Abudu Mungu mwenyewe. Utakaa na amani duniani. Utonaga wengine wanasema ni kubaya, unajua ni kubaya na nini? Utakuwa na comfortiwa na Roho Mtakatifu atakuaga na wewe hapa kwa hapa. Anakuambia usijali, Baba anasema hivi, Baba anakuambia hivi, Baba nataka ufanye hivi, Baba nataka uende hivi, Baba nataka ufanye hivi. Umuabudu kwa mwili na kweli. 26. Because people did those things. Hii mambo sasa tumeongea kuhusu hii mambo, kuabudu nini na sanamu na nini na wanyama na nini. Sababu mmefanya hiyo mambo, God left them. God left them and let them do sinful things they wanted to do. Mungu amekupea huru. Vaa earrings za uongo. Fanya sasa hiyo mambo unataka kufanya, deliverance za uongo na earrings. Fuzana mambo hiyo unataka kuvuzana wewe mwanadamu. Fanya chochote unaona unataka kufanya. Lakini Mungu amekwambia, amekuweka, umekuachia uwe huru. Lakini huru ni nini? Ukiwahi ondokewa na Mungu, acha nikwambie ndugu yangu, dunia itakuwa mzuri kwako. Usidanganywe na mtu. Hakuna mwanadamu anaweza akakuweka maisha mazuri isipokuwa Mungu. Tuelewane hiyo. Aliwaondokea mfanye mambo hii. Ndiposa mnakuta kuna magonjwa kama kansa. Ninasikia wengi unasikia mtu amepatwa na kitu ghafla, unashindwa ni nini baya. Wengine wanauawa bure, wengine kwa barabara. Ndio hiyo, mtu akitoka kwake akifika kwa barabara amekufa. Mmewachiliwa mfanye mambo yani ya dunia. Hapo Mungu akuage. Na niposa nilisema namna gani Mungu anatakaga unamwinkurudi kwa biashara zako. Kila kitu yote yako unafanya muweke hapo ili ya kusaidie. Alafu nasema namna gani ujue sina wakati. Inasema they want to let them to do things they wanted. Women with the men started having sex with another man. Women and the men started doing sex with other women. Mwanamke unaingilia mwanamke mwingine. Because women stopped having sex with the men. Women stopped having sex with men and started having sex with other women. Hata wewe nani anaweza kubali? Nani anaweza kubali wewe uzae mtoto, usikie mtoto wako kuna mtu mwingine hapo anasema ndiye bibi yake na ni msichana kama yeye? Unaweza kubali namna gani hata wewe mzazi? Kusema kweli, kama Mungu mwenyewe anakataa, wewe utafanya mambo kama hiyo kwa mzazi namna gani? Tafakari. Hata kama mnasema Mungu amewaondokea, Mungu awasikizi, hata kama ni mimi ni Mungu, siwezi kubali kitu kama hiyo. Akiba mwanamke na mwanaume alikuwa anajua anafanya nini. Women walianza ndio maana aliondoka, mfanye vile mnataka kufanya. Ndio maana aliondoka. In the same way, men stop having sex, natural sex with the women and they began wanting each other all the time. Ninasema namna gani? In the same way, men stop having
natural sex with women and they begin with wanting each other all the time. Wanaume wakaanza kuingiliana wanaume kwa wanaume. Fanya tu lesbian kibisana kabisa na mambo hiyo. Lakini ninakwambia wewe ambao unahubiri unasema hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anasema yuko hapo. Ndiposa alisema mwanzo namna gani? Because God, sikiza, wewe unafanya mambo hiyo. Unahubiri watu ukisemaga wewe ni lesbian. Sikiza, ukijifanya unajua sana kuhusu Biblia. Mungu anasema namna gani? God left them and let do their sinful things that they wanted to do. Mungu aliwaachilia. Wewe mwanamke na mwanamke mwingine, mambo ya Mungu weka kando. Wewe mwanaume na mwanaume mwingine, mambo ya Mungu weka kando. Juu Mungu anasema hapo hayuko. Hata mimi kama mzazi siwezi kubali. Niko na watoto lakini siwezi kubali kitu kama hiyo. Siwezi kubali. Sivyo Mungu aliumba dunia hii. Sikiza. Nao wanaume wakaanza kujiana wanaume kwa wenyewe, wakaanza kufanya mambo ya toa na wanaume wengine. Did the sinful things with other men, and in their bodies they receive the punishment for all those wrongs. Sikiza nakwambia sasa, wewe ambao unafanya hiyo maneno, wewe ambaye unakaa na mwanaume mwingine kwako kwa nyumba unasema ni mume wako, wewe mwanaume ambaye unakaa na mwanamke mwingine kwa nyumba, mwanamke unakaa na mwanamke mwingine kwa nyumba unasema ni bwana wako, wewe mwanaume ambaye unakaa na mwanaume mwingine kwa nyumba unasema ni mwanaume, ni bodi yako. Sikiza vile mnaambiwa. And in their bodies, kwa hiyo mili yenu, sikiza vile kunaambilikana, mutagojeka, mutakufa, mutaagamia, mutatupolia patupu, mutaishaka sijui kama nini. Bodies, they receive the punishment of those things, of those wrongs. Ni Mungu hawezi wawachilia. Kiboko ya Mungu iko juu yako wewe unafanya hii dhambi. Kiboko ya Mungu iko juu yako unafanya hii dhambi ya lesbian. Wewe ambao unafanya dhambi hii, wewe ukiwa pastor, hii dhambi unafanya, kiboko ya Mungu iko juu yako. Mtapanywa kitu kitangwa punishment for hiyo kitu mnafanya. Mungu kwake anahesabia dhambi. Hubiri, lakini ukae ukijua sio Mungu unahubiri. Kama maisha yao unakaa hiyo yako hiyo, lakini usiwaitaja Mungu hapo. Wanaume, wewe msichana kaa hiyo maisha unakaa, hakuna Mungu hapo. Oa mwanamke mwenzako, oa mwanaume mwenzako, lakini mwisho wa maneno magoja inawagojea kwa mlango. Mwisho wa maneno hukumu inawagojea kwa mlango. Usipohukumiwa hapa duniani, kuna hukumu Mungu atakuwekea mahali. Na ni lazima ya dunia inasemekana kutalipa. Uwezi dhalilisha Mungu hivyo akuachilie bure. Uwezi dhalilisha Mungu hivyo akuachilie bure. Hata mimi siwezi kubali. Niko mwanadamu lakini hata mimi siwezi kubali kitu kama hicho. People don't think it was important to have a true knowledge of God. Amukuona kama ni mzuri kupata hiyo wise, hiyo kuwa mjanja, wisdom, knowledge, upate kufahamu. People did not think it was important to have a true knowledge of God. Haukutaka kuambiwa hivyo unafanya ni vibaya wewe. Mukutaka kuambiwa unafanya makosa gani ili unafanya mabaya. So God left them and allowed them to do how their own worthless things. Fanya hivyo. Umewachiliwa ufanye chochote unataka kufanya dunia. Hivyo ndivyo mnaambiwa. Umewachiliwa, lakini nimekwambia pale kimbele aje. Wewe unayefanya mambo kama hii umekosa Mungu akusaidie ndani yako. Akupe knowledge, umekataa. Unataka kujifanyia mambo kivyako. Omba, kama ni kanisa fungua. Hiyo kanisa abudu ukiwa wewe mwenyewe, hakuna Mungu hapo. Ombea watu, hakuna kitu watasaidika nayo. Pea watu vitu visivyo vya kweli, afita watu wasaidika navyo. Nunulia watu gari, fanya nini? Hakuna mtu asaidika na hiyo kitu. Mwisho wa maneno utakutaka na kufia kwa barabara na hiyo gari. Mungu anasema yuko hapo. Alafu nasema namna gani? Amewaambia mfanye hiyo worthless. Kuna kitu mtakuwa nayo, mtapata hapo. Hamuna manufaa kwa hiyo maneno. Hivyo ndivyo inasikana. And so they do what they should not do. And so they do what they should not do. Wanafanya vile ifai kuwa inatakikana kufanywa.
wanafanya, and so they do what they should not do. Mnafanya vile hiyo kitu na mnajua kabisa ni dhambi. Inasema namna gani juu sasa masaa yako ni kuisha inaisha. Inasema they are filled with very kind of sin, evil, greed, hatred. They are full of jealousy, murder, fighting, lying, and thinking the worst thing about each other. Sikiza nasema namna gani? They are filled with the very kind of sin. Mumejawa na dhambi zote za dunia hii. Ole wanyu na waambia, msipokuja kusikiza Mungu na waambia ole wako. Utaonaka wengine wakika maisha unasikizwa kama kwani ni kurogo ulilego. Ole wako wewe unalala na wanyama. Ole wako wewe mwanamke, kwanza hapo ndipo niko na uchungu na hiyo. Nilitumwa nikwambie uache mambo kama hiyo unafanya. Nilitumwa nikwambie ukae vile Mungu anataka, sio unataka mwanadamu. Wewe mwanadamu uweze kaa vile unataka. Inasema namna gani? Mumejawa na nini? Mumejawa na evil greed. Evil greed ndani yenu. And hatred, mumejaza na namna hii. They are full of jealousy, agalia, murder, fighting, lying, and thinking the worst thing about each other. Wewe utaiona mwingine akikana amani, unafikiria tu mambo mabaya kumhusu. Vile utamuua, vile utamuharibia mambo yake, vile utamfanya awe bure, uonage akiokota makatasi kwa barabara. Wewe unadhani uko mjanja sana. Unadhani hiyo tu pesa uko nazo kwa dunia hii, unajiona kana kwamba uko na kifua sana mbele ya Mungu. Hakuna mwanadamu anaweza jipiga kifua mbele ya Mungu, ndivyo Mungu anasema. Endelea kufikiria vile utaua watu. Endelea kufikiria hii mambo, pigana, uana. Kuwa na wivu kwa mwanadamu mwingine. Jaza ushetani ndani yako. Dhambi zote za dunia wacha zikuje kwako. Lakini nakwambia ole wako. Kama tunaabudu ule Mungu anaishi milele, hakuna vile mtakuja kumaliza watu Kenya hii. Kenya hii ni lazima watu wajue Mungu ni nani. Kenya hii ni lazima watu wajue mtu anaabudu Mungu mgani. Mungu sio wa kucheza sio na wanadamu vile mnadhania. Mungu sio kikapu ati unaweka vitu hapo asubuhi unachukua. Mungu ni Mungu na ndiye aliumba mbingu na nchi. Inasema namna gani? Na masegenyo, they gossip and they say evil things about each other. Kila wakati utawahi niona nikakaa na amani na familia yangu. Mdomo tu. Kuweta tu ni mdomo kasuku. Urusarusa mdomo na uchui mtu ameenda wapi. Kazi yenu ni hiyo. Mnasidaka kusema mambo gani? Mnasida mkisema mambo mabaya kuhusu Mungu. They hate God. Sasa unachukia Mungu. Unachukia Mungu upende nani duniani? Wewe ndio ulijiumba. Wewe ndio ulijiumba ndio uchukie Mungu. Sasa usiulize kwa nini unagojeka hivyo unagojeka. Usiulize kwa nini watu wanasoma na wewe unawachwa hapo. Usiulize kwa nini unasoma watu wengine wanapata kazi unakosa kupata. Uweze chukia Mungu, nimekwambia ole wako. Ukae dunia hii mzuri. Hivyo ndivyo inavyosemekana. That inasema namna gani? Tuko hapo that and they say evil things about each other. Wewe endelea. Sema watu ni warogi. Sema watu wanaabudu sanamu. Sema vile utasema. Wewe unayesema maneno hayo, wewe unaijaza hiyo maneno. Wewe unaifanya mambo hii ya kuonea wengine, kuongelea wengine mambo mabaya. Alafu kosa ya kuchukuza na uchungu sana, mnachukia Mungu. Wewe unachukia Mungu ni kama nani wewe? Mwanadamu wewe ni nani uchukie Mungu? Mungu si wa kuchukua na wewe ndiye alikuupa. Kukusema ni kukufuka ufimame hapa unafugika. Wewe ni nani? Hapo sema namna gani? They are rude, proud, brag about themselves. Unaona? Unajirigia mwanadamu juu ya pesa ya dunia. Unajirigia mwanadamu ati juu uko na upako. Unajirigia mwanadamu juu unaendesha gari wewe mwingine anaenda miguu. Unajirigia mwanadamu juu unakula. Unajirigia mwanadamu ati juu unakaa maisha wewe ile unakaa. Unadhania wale watu wanakaa ile maisha wanakaa ati ni kupenda kwao. Wewe unajiona uko na akili sana. Unakuwa mtu wa machukizo. Unakuwa mtu wa kupraga, kila wakati unapraga, unasida ukisimama mahali utaongea kitu ya maana. Kupraga unajifanya wewe ni mzuri sana. Nani mzuri? Nani nimekwambia? Nani mzuri kuliko Yesu mwenyewe? Nani mzuri kuliko Yesu mwenyewe, mwana wa Mungu? Unapraga si nini? Unakuwa proud ya nini? Gari ama pesa ama nini? Ama watoto kusema nini unapraga? Praga kuwa na Mungu ndani yako. Upurage kuwa Yesu wako ndani yako, Roho wako ndani yako, Yesu Kristo wako ndani yako. Purage na hiyo, waacha kupurage na mambo ya dunia mwanadamu. Sikiza.
They invite ways of doing this. Kazi yenu ndi hiyo hiyo, kuinvite vitu vilivyo vibaya viingie ndani yenu. Waigua naona hani harathio na kibia, ukisikia pande hii kunedo ni mahenya. Kazi yako ni kusikiza mahali pote pako na ubaya, pako pako usidi uwezi enda. Kazi yako ni ukisikia mahali kuna kusidi uwezi enda, no handu harainwo maundu ma waganu, wewe ndio mstari wa mbele kukibia. Wewe unajua ni msanii gani anakibia anakuja Kenya. Wewe unaona kama wewe ulijiumba mwanadamu. Sikiza, hatari itakufuata wewe. They don't obey their parents. Mama yako alikuzaa akakulea na shida. Mama yako alikuzaa akakulea na shida. Unamteremshia suruali inchi mbili. Mwanamke unavalia bibi yako mama yako mini skirt. Kazi ni kuvalia mama yako mini skirt, kujianika kwa barabara, kifua wazi, unatoa kifua. Mama yako akikuita unamwambia masaa ya mama yako huna. Ona yake ni akolile aje iraki. Sikiza mwanadamu, nikwambie wewe uko hapo. Msichana na wewe kijana, ole wenyu. Mama yako inasebekanaka ndiye Mungu wako wa pili. Wa kwanza ni Mungu. Heshimu Mungu, fuatilia mama yako. Mpaka mama yako umechukia Mungu. Usikii wazazi wako, uombe mzazi wako. Ni wapi unaelekea? Ni wapi unaelekea? Ukosi kusikiza Mungu, unamkana. Utaki kusikiza Yesu Kristo. Utaki kusikiliza Roho anasema namna gani? To make matter worse, unamchukia Mungu Mwenyezi na mama yako umsikii. Ni wapi unaelekea? Mama yako hata sasa ananyeshewa kwa mvua huku akikufanyia kazi ya mwanadamu. Kazi yako msichana ni kupuraga kwa barabara. Mimi sijui acha na huyo madhe alikuwa mzee mgani. Hata kama unamuona akienda kwa barabara anaenda na shida gani, ni mama yako. Hata kama ni wasimu, huyo ndiye mama yako. Mheshimu, muite mahali, mweke mahali. Wacha kukaaga Nairobi na mama yako anakufia Geshagi. Wacha kulikia watu na mali ya dunia hii na mama yako anakukufa na kufia Geshagi. Unajifanya kabisa uko na mali ya dunia na mama yako anakufia Geshagi. Mama yako mvua ndio inamkuta kwa kitanda ananyesewa, na unakaa nyumba ya gorofa uendesaga magari huku ni kuligia watu. Unaligia watu, siku kwanza ulige. Usaidie huyo mama yako, watu wana ukisaidia mama yako. Mama yako atakuraji analala njaa na uko hapa tu unasema unajua Mungu. Uchukie Mungu, chukie mama yako, ni wapi unaelekea? Unadhania hiyo pesa yako uko nayo ni uhai? Mama yako kiatu anashikaga na kiatu moja. Na uko tu duniani hii unaligia watu na magari huko na nguo, unavaa nguo vile unataka, ile imetokea, nywele ile imetokea. Na mama yako anashikaga na shuka kwa kichwa. Unadhania ni wapi unaenda wewe? Ni wapi unaenda? They are foolish. They are foolish. They don't keep their promises. Vile kitu umeahidia Mungu uweze patia Mungu. Ile kitu umeahidia mama yako uweze mpea. Mnaambia nyinyi ni wajiga hata kama uko na pesa gani. Wewe ni mtu bure. Mungu anawahesabia kama mwanadamu uko bure kabisa. Muna make promises za uongo. Hakuna kitu unafufiri. Makanisani kile muda muna pledge vitu mnakuwa ni uongo mtupu ili uonekane unajua kupledge sana. Kanisani unasimama ili uonekane unajua sana kusema mambo, na hakuna kitu hata moja unaweza timiza. And they show no kindness or mercy to others. Una kindness ndani yako, una utu ndani yako, una roho mzuri ndani yako. Hata kama wengine wako na watoto na unapewa watoto shida na wewe uliwazaa. Kazi yako ni kukibizana wewe mwanaume na wanawake wengine. Bibi yako umemwacha Geshagi. Ukibizana na wanawake wengine, kuwafugaga nguo, kuwekaga nguo, na bibi yako anakufia Geshagi ni cha. Una mercy ndani yako, una kindness ndani yako. Uwezi kuta mtu akiwa anajua umpea chakula. Hata kama utampea utamhibisha dunia mzima, ajue wewe unampea. Ni wapi wanadamu mnaendelea? Mnaelekea wapi? Mkaziani ndiko kibekibera na makanisa ikitokea kudikua mko pande hii. Amwezi kuuza wale wako huko kwenye na msikize vile mnaambiwa. Muachane na mambo hii. Mungu awasaidie. Mungu awarehemu, auone huruma. Juu mwenye huruma hakuna mwingine duniani. Mnadhihaki Mungu, mnamtukana, mnamuibia nyimbo za kumdhihaki na kumtukana. Kumuhaibisha, kumuonesha sio kama Mungu. Mnamtukana, mnadhalilisha roho wake. Na huko tu hapo na kifuna tukakakogea.
kukagea wewe ndio uko na upako, wewe ndio tajiri. Tajiri wa kupeleka wapi? Unaona, amuna mercy, amuna kindness. Wewe uweze saidia mtu akiwa na shida. Wewe unajifanya uko na pesa mingi, lakini kuna watu wengi wanalala njaa. Pesa umejaza kwa account, unakufa hiyo pesa utazikwa nayo. Nikwambie, saidia ndugu yako. Wewe pastor ambaye umeokoka uko na upako, waache kuona watu wengi wakikula shida, muweke hapo. Hata kama ni kanisa atafadiaga afadhali. Kuwa na kindness, kuwa na mercy. Waache kusaidia watu waje na brother zako wanakufa ni njaa. Sisemi wasaidie wasisaidiwe, lakini waache kukibizana na watu waje kwani watu brother zako zikihangaika. Waache kununulia watu gari wa brother zako wakienda kama wanyama. Tagulia kwako, mama yako na watu wengi. They know God. No. They know God law says that anyone who lives like that should die. Unaona, mnajua hiyo. Mnajua roho ya Mungu. Ule mtu anakaa na kiburi, ule mtu anaana na wanaume mwingine, ule mtu anaana na mwanamke mwingine, ule mtu haheshimu Mungu, ule mtu haheshimu wazazi, ule mtu wote anafanya madhambi ya dunia hii. Mnaambiwa namna gani? They know God's rule say that anyone who lives like that should die. Mnajua mtakufa. Hata wewe unaoana, wewe unaoa mwanaume mwenzako, mwanamke mwenzako, ndio hiyo hukumu. Kwa nini unataka hukumu nyingine gani? But they not only mambo hii yote tumeongea kuhusu kuanzia pale mwanzo: kukosa kusikiza mzazi, kudharau watu, pride, kiburi, mwanamke kuwa mwanamke mwingine, mwanaume kuwa mwanamke mwingine, msana kulala na wanyama, nini. Hukumu yake ni kifo. Sasa sikiza hiyo. Na ikimaliza pale chini inasema namna gani? Inasema, but they are not only to continue to do these things themselves, but they also encourage others who do them. Yani, they encourage others to do them. Utaki wewe kufanya mambo hii peke yako, utaki kudanganyana na Mungu peke yako, unataka kuigiza wengine ili mhukumiwe nyinyi nyote. Nanyi wanadamu ni hawa, kazi ni kufuatana. Amesema pastor, amesema mtu mwingine, kuna mtu ametokana na huku, kuna mtu anakunywa sumu, kuna mtu anaua, kuna mtu unataka kufanya hiyo. Kwa nini nataka mfanye hivyo? Mhukumiwa pamoja na yeye. Hivyo ndivyo wanataka. Ole wako wewe. Ole wako wewe, utanisikia hii. Hiyo mambo usipoifuata. Hiyo mambo usipoifuata, ole wako. Ole wako, nimekuambia, wacha tu. Ogopa Mungu. Kuwa chini ya Mungu, nyenyekea. Ambia Mungu ni Mungu. Kuwa pamoja na Mungu. Muambie Mungu nisaidie. Muambie Mungu mimi ni mtoto wako. Nirehemu. Niondoe kwa kizazi hichi kilichosikia. Hichi ambacho uanga kisikii vile Mungu wangu unataka. Hivyo ndivyo mnaambiwa. Msikize Mungu. The next video ambayo tutakuja kuleta video ya nini? The next video tutakuja kuleta video kuhusu bado hiyo lesbian, na kuna lesbians. Sasa hii tumeongea ni kuhusu lesbianism. Sasa tutakuja kuleta kuhusu Mungu awe jaji wa hawa. Sisi una wewe uwezo wa kuhukumu mwanadamu, kuna jaji wa kuhukumu huyu mtu. Mimi nikufikisha, nimefikisha. Ugeuke wewe. Ugeuke tu uone unafanya kosa. Uone ile japo unafanya kabisa kama utasikia hii video, uone kabisa umefanya kosa, ugeuke. Na ugeukie Mungu, mwambie mimi Mungu nimefanya hii. Nilisikia kuna mchungaji fulani mahali, kwa jina lako nitago brother Steven K. Mwaura. Ukisikiza kabisa kwamba kabisa ungetaka kutoka kwa hii maneno, ukitaka kabisa unataka kung'oka kwa hii shida uko nayo, Mungu ana uwezo wa kufanya hivyo. Mradi tu uamini Yesu ni Bwana na Mungu alimfufua katika wafu. Umwambie akusaidie. Mimi niko sure kabisa ukiamini na utii,
vile maandiko. Wacha kutii mwanadamu tafadhali. Tii Mungu. Heshimu Mungu. Heshimu tu Mungu na uheshimu watu. Na usifuate vile watu wanasema. Fuata vile Roho anasema. Fuata Mungu anasema namna gani. Lakini uwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama hujaokoka. Uwezi communicate na Mungu kama hujaokoka. Uwezi kuwa na roho huo wa Mungu. Kumbuka Mungu ni spirit. Lazima uwe na mwili, uwe na soul na uwe na spirit. Kwa hivyo wewe kama hujaokoka uko na body na uko na soul, hakuna spirit. Kwa hivyo hakuna communication ya Mungu unaweza kuwa nayo ndani yako. Kumaanisha hakuna kitu unaweza jua ambayo inaongelelewa uko juu mbinguni. Hakuna kitu unaweza ongelelea. Lakini ukitaka kubadilika ili Mungu akusaidie, umheshimu, umutii, nitakuwa glad kwa mambo kama hiyo. Na nitashukuru ukigeuka. Na ninajua Mungu ambaye aishie milele. Ukimkubali na useme Yesu ni Bwana, mimi najua atakugeuka. Wacha niwaguzie tu hiyo kitu, hiyo dogo ya niwaguzie kidogo hiyo nini. Wacha niwaguzie the next video vile itakuwa juu hii. Sasa nataka kuwaletea, sasa nataka kuonyesha usiwahi hukumu mwanadamu. We ongea, uache Mungu afanye kazi yake. Na hiyo itakuwa next video. Itakuwa gani? Let God be the judge. Mwanadamu uweze hukumu mwanadamu mwingine. Kanya mwanadamu, fikiza hapo. Abia mwanadamu vile unafanya kosa. Achia mwenye jaji ni Mungu. Na itakuwa namna gani hiyo ingine? Nitamsomea tu moja hiyo ndio tu. So do you think that you can judge those others people? Hapana. You are wrong. Huwezi judge wengine. You too are guilty of sin. Hata wewe tu, hata mimi mnaona naongea hapa, mimi hata mimi ni mwenye dhambi. You judge them. Hata nikiwajaji mimi mwenyewe, nikiwajaji nitakuwa na dhambi. You judge them, nitakuwa na dhambi. But you do the same thing they do. Ukifanya hiyo kosa ambao wao wanadamu wanafanya, utajajua hapo. Usifanye hiyo kosa wanadamu wanafanya, inasema namna gani? But you do the same thing that they do. So when you judge them, you are really condemning yourself. Ukiwahukumu ama ufanye hiyo kosa wanafanya, ukifanya hiyo kosa ambao wanadamu wanafanya, unajihukumu wewe mwenyewe. Hivyo ndivyo inasema. Kwa hivyo asanteni sana. Asanteni sana kwa kunisikiza. Wale watapata video hii, asanteni sana. Na muifuate na mfuate. Na wale wanafanya mambo ya lesbian, waambie tu wawache. Juu Mungu anasema hiyo kitu istahili kuwa inafanyika. Tafadhali ninawaomba. Na kama kuna mtu yoyote yule mahali ako mgonjwa, ambaye anatakikana ambaye anataka kupata uponyaji, ambaye anataka kutoka kwa shida ambayo fulani amekuwa nayo miaka mingi, hiyo uwezo iko juu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ako na hiyo uwezo ya kukung'oa. Ana uwezo wa kukutoa hiyo laini za kwenda kupakapaga laini India hospitalini. Ako na hiyo uwezo. Kwa hivyo ninawaomba yoyote atakayeona hii video, kama kuna mtu ambaye ameona kabisa kuna neno anaweza wacha hapa, na akitaka kukubali Yesu Mwokozi, na akikubali kabisa roho yake isikie kabisa, mimi nataka huyu Yesu, nataka huyu roho ili ni communicating na Mungu. Rudia nyuma hii, sema Bwana Yesu, mimi kabisa ile mambo yote imesemwa hapa, mimi waga nimeitekeleza. Nimeabudu miungu mingi, nimefanya masakasi mingi ya dunia hii na kukudhalilisha vile vyote, hiyo mambo yote nimefanya. Lakini ninakuomba unirehemu, unioshe kwa damu yako tukufu. Ninakukubali Yesu kama mkombozi wa maisha yangu. Unirehemu, unionekanie na unioshe kwa damu yako, niwe msafi. Na nimekiri dhambi zangu, yale yote nimefanya nimeitubu mbele yako. Unirehemu kwa makosa yote, niandike kwa kitabu cha milele, na utukufu wako unijae milele na milele. Sema amen. Na ukisema hiyo ombi, uache mchezo, ni uache kuweka mchezo ndani. Mungu mwenyewe umeokoka. Tafuta kanisa, tafuta. Na kama uko na shida abu unaweza taka kuombea uondolewe kwa hiyo shida, uko na shida kabisa, unajua unaweza taka kuondolewa kwa hiyo shida, nimekuja kusema katika jina la Yesu Kristo,
mamlaka ambaye Yesu Kristo alinipea dhidi ya shetani. Akasema nimkanyagie chini kabisa, nimweka kwa chini kabisa. Nimeamuru ewe shetani mahali uliopo, ung'ooke katika jina la Yesu Kristo. Ung'ooke in the mighty name of Jesus. Wachilia huyu mtu awe huru. Wachilia huyu mtu awe huru. Aondolewe dhambi zake zote. Aoshwe kwa damu ya Yesu. Akubali Yesu ni Bwana. Nawe roho ambayo uliyekaa kwa huyu mwanadamu, huyu umemshika afanye mambo hii, nimeyasoma hapa kwa Biblia. Hapa nimeyasoma kwa Romans 1:18. Nimekuja kusema ong'oke, siku yako imefika. Uondokee watu wa Mungu. Yesu atukuke na Yesu aonekane kabisa alikufa msalabani na yuko hai hata wa leo. Nguvu na mamlaka zote na sifa zikurudie ewe Mungu. Watendee na uwaoshe kwa damu yako, wawe wasafi. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaaminia ya kuwa yote yule atakayepata video hii atapona baba yangu kwa ugonjwa wote ambao umemsumbua. In the mighty name of Jesus ninaomba hata nikaamini. Amen. Nitarusaga video kwa wakati mwingi, na kwa wakati mwingi nitarushanga na munasikiza juu tutendaka na teaching. Jinsi ukitaka kujua Mungu utamjua kwa teachings. Mungu ndiye anajulikana kwa teachings. Ule wote atakaye sikiza hii na kabisa angetaka kuondolewa shida ambayo imemkura, namba yangu ya simu ni hii 07 43 877 699 07 43 877 699. Tunahubirigi na mke wangu. Chochote mtakachotaka, mkikaa pale popote mnataka kuondoka kwa mzigo ambao mmekaa na hiyo mzigo miaka mingi, tumepewa uwezo na Yesu Kristo. Tunaweza kukusaidia wewe mwanadamu kama vile tulisaidiwa na Mungu aonekane. Amen.